Yaani mtu ana hasira na washirika, ana hasira na washirika, unawachukia washirika. Yaani ukiamua kuongea na washirika, unaongea nao, utafikiri wao ndo waliokuita, utafikiri wao ndo waliokutoa kule ulikojenga nyumba kukuleta sehemu ambayo unalipia kodi, utafikiri wao ndo wamekutoa kijijini kwenyewe una mashamba heka 6 ukaja huku kupata shida. Yaani kuna mtu anafokea washirika. Kuna watumishi wetu wana hasira jamani. Yaani inamkuta ghadhabu, afu ile ghadhabu anawatupia wale washirika. Hukumu yote inaenda kwa washirika. Mungu atuhurumie watumishi wa Bwana. Wewe, mimi ninachokijua na kukielewa, wewe mchungaji wangu mzuri unayenisikiliza hapa, na wewe ambaye ni mchungaji mtarajiwa wa miaka inayokuja au miezi inayokuja. Unapokuwa mchungaji umepewa kuchunga watu, umepewa kuwafundisha watu, umepewa kuwakusanya watu, umepewa kuwafundisha watu njia ya kwenda mbinguni, umepewa kuwafundisha watu kuishi maisha ya utakatifu ili wakamuone Mungu. Zile sadaka wanapotoa pale, wanamtolea ni Mungu. Wanatoa kwa Mungu wao aliyewaokoa. Kwa haijalishi mimi nimeshika kiasi gani, haijalishi nimeshika nini, ninapotoa pale ninamtolea Mungu. Wewe umepewa nafasi ya kunifundisha kwamba mtoto wangu kutoa, Mungu anaangalia, kwa sababu wewe anakujua. Anajua wewe una hela, anajua wewe una hela. Wewe mtu una 100,000 unaenda kutoa 500, huwezi kubarikiwa. Wewe fundisha njia mtu atavofanya kitu au anaona matokeo. Mtu anatoa kitu anaona Mungu anavyobariki. Mtu anafanya vitu anaona Mungu anavyomjaziliza. Lakini mtu unakuta anaongea utafikiri lile kanisa ni yeye amejipeleka. Alafu hawa watu ni kama sasa hawafanyi vile anavyotaka yeye. Lakini kumbe pale wamekuja kumwabudu Mungu. Wewe umewekwa tu kusimamia na kuwaongoza na kuwafundisha. Wewe simamia kile Mungu ambacho amekupa. Kwa nini tunakuwa na hasira na washirika? Mtu unaanza kusema, hivi mnajua mimi nimekula nini? Hivi mnaelewa kule nyumbani kwamba hamna sukari? Jamani, hawa tena yametoka wapi? Hivi Mungu gani aliyekutuma wewe kwamba kawaambia hawa washirika kwamba hivi mnajua mimi sina sukari? Unajua nilikuwa najifunza kwamba nilikuwa najaribu kuanza kwamba hivi mchungaji ni nani? Kwamba mchungaji ni nani? Nikawa nimejaribu kujiuliza mchungaji, neno mchungaji ni nani? Nikapata kujifunza kwamba katika maisha ya kibinadamu mchungaji ni mtu ambaye amepewa mifugo. Yaani kazi yake yeye ni kuchunga na sio mwenye mifugo. Amepewa kuchunga mifugo, akaikee kule. Kama mbuzi mmoja akarudi amevunjika au kondoo akarudi amevunjika, sijui kwa mwenye huyo mnyama tajibu nini. Kwa anawakea, akiona anaenda kula anamrudisha, anahakikisha wameshiba, wamekula. Ile hata mwenye nao akiwachungulia mifugo wake anakuta wameshiba, anakuta wako vizuri, anakuta wananenepa, hata mshahara anamuongezea. Lakini saa hizi tuna wachungaji wamejisahau jamani. Anaona kama ile kazi ni ya kwake. Anaona kama hawa watu waondoke wasiondoke sawa. Wewe unaenda kuchunga, mwenye hawa wanyama amekupa ukachunge, unarudi bila wanyama. Hivi huyo aliyekupa hiyo kazi atakuelewa kweli? Unasema walikuwa wananisumbua mimi nimewatupilia kwenye shimo huko. Atakuelewa kweli? Hao unaowafokea hao yuko mwenye nao. Hao unaowaongelea makauli ya ajabu yuko mwenye nao. Hizo sukari wewe wakukulipa mshahara ni Mungu. Kuna shida yako, naona kuna mambo yako hayajaenda, hebu piga goti, ongea na Mungu. Ukifika madhabahuni wewe ni kuhudumia chakula cha kiroho, ni kuwafundisha watu kwamba mtu uliokoka unatakiwa uenende hivi, mtu uliokoka unatakiwa uwe na tabia hii, mtu uliomkubali Yesu unatakiwa uwe namna hii, ili ubarikiwe unatakiwa umtolee Mungu. Ukiwa na utoaji wa namna hii, kulikuwa na Kaini na Abeli. Ukiwa na utoaji wa mtumishi kama huyu, Mungu atakubariki. Anaona umetoa kwa moyo, anaona umetoa kitu kinachompendeza. Usianze kusema mimi wakuniletea kuku ambaye sijui yukoje, niletee kuku mnene. Wewe wanakuletea wewe. Unasema mimi sitaki kuniletea hela chini ya 10,000. Mimi nataka kuanzia 10,000 na kuendelea. Kama wewe ni maskini usije kanisani kwangu. Nendaga makanisa ya wachungaji ambao wana shida huko. Kweli? Unaongea hivyo? Hao unaowaambia hivyo Mungu amewagharamia. Alikufa msalabani, alimwaga damu yake kwa ajili yao. Wamekuja kumwabudu, wao unawatamkia hivi. Wao wametoa sadaka, hawajatoa sadaka, wewe haikuhusu. Kinachokuhusu wewe ni kuwafundisha. Wafundishe kumtolea Mungu. Waambie hamtafanikiwa katika maisha yenu msipomtolea Mungu.
Mtoleeni Mungu kwa ajili ya faida ya maisha yenu. Mimi hata msipotoa, mimi Mungu wangu hawezi kuniacha. Aliyenipa kibarua hawezi kuacha nilale na njaa. Unaanza kusema mimi kule ndani nimelala njaa. Kwanza mimi nina wasiwasi na mchungaji ambaye analala njaa. Nina wasiwasi kabisa. Labda uwe kwenye kipimo cha imani kwamba Mungu yupo kukupima. Kwamba huyu mtumishi wangu, je, hata akikosa chochote kile bado atasimama kwenye huduma yangu, bado ataendelea kuwatunza kondoo zangu. Maana Mungu wetu huwa anatupima. Kila mtu, uwe askofu uwe nani, una kipimo chako. Uwe mshirika wa kawaida na kipimo chako. Mungu anataka kuona, je, ukikosa chakula ndani bado utasimama, utaendelea kumtumikia, bado utabeba Biblia utaenda kupiga Injili, bado utabeba ujala, umekosa chakula ndani bado utabeba Biblia utaenda ibadani. Anakuta umefika kanisa unaambia hivi, nyie mnaelewa kama mimi sijala? Yaani mijitu yote nyie mimi ni wakulala na njaa. Hai, nikitoka hapa nataka kilo za nyama ziingie kule. Jamani, Mungu atusaidie. Kuna vitu tunavifanya tunaviona kama vya kawaida, lakini Mungu mbinguni vinamchukiza. Kuna vitu vinafanyika tunaviona kama vya kawaida, lakini Mungu mbinguni anashangaa. Kusema mimi sio vitu nilivyowatuma hivi. Yaani Mungu hawezi kukuacha hata siku moja tu unamtumikia. Mtu akiwa ameajiriwa na mtu kufanya kazi, wa kumlipa mshahara ni yule aliyemwajiri. Sio watoto wa yule aliyemwajiri. Unakuta uje mtu unafanya kazi umeajiriwa, mwenye aliyekuajiri hajakulipa mshahara, unakamata watoto wake, unaanza kusema mimi mnaelewa kwamba sina nguo, mimi mnaelewa kwamba sijara, mimi mnaelewa kwamba sijara. Sasa sisi ndo tuliokuajiri. Sasa mtu anabaki kushangaa, aliyekuajiri ni baba yangu, sio mimi. Sasa mbona unanifokea mimi tena jamani? Mungu atuhurumie watumishi wa Bwana. Mungu atusaidie. Mungu atukumbuke kila mmoja. Asimame kwenye nafasi ambayo Mungu amempa. Asimame kwenye kusudi ambalo Mungu amemwekea. Kusudi lake Mungu niye kuwachagua kusimama, ni kusimamia watu wake, na hawezi kukuacha. Yaani ndio maana nimesema nina wasiwasi na mtumishi anayelala na njaa. Kwa sababu kama sisi tu wengine sio wachungaji, lakini unakuta unavyofanya kazi ya Mungu kwa kwenye wakati mgumu, unaona kabisa sina chakula, lakini unasema nimeenda nikamtumikie Mungu. Mungu atahangaikia kwangu. Mungu hawezi kukuacha. Wako akina Petro walimuuliza Mungu, tumekufuata tutapata nini? Akawaambia mtapata duniani mara 100 kisha uzima wa milele. Hiyo mara 100 ni vitu kende. Tunamwona Mungu. Mungu hatupungukii wala kutuacha. Unakuta ulikuwa huna mavazi, lakini Mungu anavona unajituma kwenye wakati wako mgumu unafanya. Wewe hakuna chakula ndani. Hebu nenda ibadani, nenda kawaongoze watu. Andaa somo lako kwamba Mungu nikaseme nini na watu wako leo. Haya mambo mengine unaanza kujiongelea ya kwako binafsi, madhabahuni unawafokea watu. Jamani, Mungu atusaidie, Mungu atuhurumie. Wapo watu wamekata tamaa, wameacha kuabudu. Unakuta nasema kuna wachungaji saizi. Wachungaji saizi wanataka hela. Jamani, leo